Watu 9 wameuawa wakiwemo waokoaji 3 wa dharura kufuatia mashambulizi mawili ya anga yaliyofanywa na Israel kusini mwa Lebanon. Hii ni kwa mujibu wa maofisa wa nchi hiyo, huku waziri mkuu wa Lebanon akilitaja tukio hilo kuwa la kiharifu wa kivita. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon, waokoaji hao 3 kutoka kikosi cha uokoaji cha serikali walitumwa kusaidia majeruhi baada ya shambulio la kwanza katika mji wa Majdal Zone. Hata hivyo, walinaswa chini ya kifusi kufuatia shambulio la pili lililofuata na baadaye kuthibitishwa kufariki dunia. Wizara hiyo haikutoa majina ya watu wengine 6 waliopoteza maisha katika tukio hilo. Aidha, wanajeshi 2 wa jeshi la Lebanon walijeruhiwa katika mashambulizi hayo. Jeshi la Israel limesema linalenga mashambulio dhidi ya kamanda wa Hezbollah aliyekuwa akifanya operesheni karibu na wanajeshi katika eneo linalokaliwa na Israel kusini mwa Lebanon, ingawa halikutoa ushahidi wa madai hayo. Jeshi hilo pia limesema linafanya uchunguzi kuhusu tukio hilo licha ya kukosolewa mara kadhaa kwa kushindwa kueleza mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya waliokuwa katika operesheni za uokoaji. Mbinu inayojulikana kama double tap inahusisha mashambulizi ya awali kufuatiwa na mashambulizi mengine ambayo mara nyingi hulenga raia na waokoaji. Mbinu hii imeripotiwa kutumiwa katika maeneo ya Lebanon na Gaza. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema mashambulizi ya makusudi dhidi ya wahudumu wa afya yanaweza kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita chini ya sheria za kimataifa. Mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah yalianza tarehe 2 Machi baada ya kurushwa kwa makombora kuelekea Israel. Tangu wakati huo, zaidi ya watu 2500 wameuawa nchini Lebanon, wakiwemo wanawake na watoto, huku hali ya usitishaji mapigano ikiendelea kuvunjwa mara kwa mara. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.